Okay, sasa hivi habari ya mjini Dar es Salaam ni kuhusiana na habari ya mshangazi, na tunaona kwenye mitandao ya kijamii haimaanishi kwamba ni mshangazi yule ambao tunaonaga kwamba kuna mishangazi, ni mshangazi tu kwamba ni jina, ni kama brand, lakini sana sasa hivi tunaona yuko karibu sana na wasanii mbalimbali. Tunaona sana Chino akiwa anaongozana naye kwenye sehemu nyingi sana, na tunajiuliza kuna nini. Kwanza madam nataka kujua kitu kimoja. Hivi kwa nini ikawa ni mshangazi? Kwa sababu labda ya muonekano na pesa. Na huu muonekano ni halali kuitwa mshangazi? Yeah, ni halali kuitwa mshangazi. Na unafurahia kabisa? Nafurahia kwa sababu ndo nini sasa? Ndo jina ambalo limeni umeolewa? Hapana, sijaolewa. Vipi DM sasa huko kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza wakasema nikutafute kwa sababu nimesikia mshangazi, nikasema labda naweza nikapata chochote habari hapa. Vipi DM kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusikia mshangazi? Kwa sababu tunajua watu wakisikia neno mshangazi haimaanishi kwamba ni mshangazi, lakini ni jina ambalo imetokea tu ndio watu wanakufahamu kwa jina hilo. Watu wanaweza kusema bana, kwa sababu ni mshangazi mtu anaweza kupata labda na chochote tena mengine ya ziada. Vipi sasa DM za vijana wanasemaje? Na kuna usumbufu mkubwa sana DM. Wanahisi labda ni mshangazi ambaye analea watu, yani vijana au nini hapa. Wananisumbua sana. Na sasa wanasemaje? Wananitongoza, yani hivyo. Wananitongoza tu. Kwani mshangazi anajihusisha na nini sana sana mjini hapa? Na biashara anafanya. Ambapo sana ni biashara gani hiyo? Ya liquor store. Iko Kijitonyama pale. Vinywaji kama vyote. Na ukaribu wako na Chino ulisababishwa na nini? Mimi nataka uniambie safari ya wewe kuwa na ukaribu na Chino wana man. Chino ki? Okay. Ni mtu ambaye waga namfuatilia sana, yani napenda muziki wake. Ndio ulinifanya niwe karibu naye kwa sababu ni shabiki yake mkubwa. Napenda yani muziki wake, napenda anachokifanya. Na ni kweli wewe ndo unamwezesha Chino kwenye baadhi ya mambo yake? Hapana, sio kweli. Sio kweli, yule ni mdogo wangu, sio kweli. Okay. Mimi nilikuwa nataka kujua kwamba nje ya mshangazi ni mtu wa namna gani akiwa nyumbani, lakini pia ratiba zako kwa siku zikoje? Watu wengi wanatamani kujua kuhusiana na maisha yako kwa ukubwa sana. Kulingana na taharuki ambayo iko mitandaoni juu ya aina jina linaloitwa na hiyo ambavyo watu pengine wanaweza kufikiria kwamba mshangazi labda pengine hapa kuna ni ajini gani? Niamka asubuhi, napenda kufanya mazoezi, then nakunywa kahawa kidogo, naenda kazini. Kahawa. Kwa hiyo unapenda sana kahawa? Napenda tu kahawa, si unajua Waarabu wanapenda hivyo vitu. Mambo ya asili ya Kiarabu wanapenda sana kahawa. Okay. Nasikia ni mtu wa swala sana. Ni kweli kwenye hilo? Ni kweli na swali sana. Na kwa nini uliamua kuwa hivyo? Kuaje? Alipo mtu wa swala nini, ibada mara kwa mara. Yani lazima ujue tu, yani vyote tunavyovifanya, lakini mwisho wa siku inabidi tukumbuke kuswali, kufanya ibada, kuomba, kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu kwa tunavyovifanya. Kwa hiyo ibada ni lazima. Ni kitu gani ambacho hukipendi hususan kwenye maisha ya akina dada wa Dar es Salaam? Kwa sababu sasa hivi tunaona wadada wengi wamekuwa wakizungumzwa tofauti. Lakini wewe ni mpambanaji, tunaona sana. Wewe ni vitu gani ambavyo huvipendi kwa wadada wa Dar es Salaam na unataka angalau wabadilike wawe katika ile mifumo mizuri ambayo ni mifumo original ya kupata pesa kwa njia halali bila mtu kujihusishwa na mambo yote tofauti? Mimi tabia ambazo sipendi kwa wanawake wa mjini ni ile tu, yani hawana kazi za kufanya, wana fake maisha. Yani unakuta mtu hana kazi ya kufanya, hana biashara yoyote, lakini anamiliki simu kubwa. Yani anataka kuishi maisha makubwa ambayo hana uwezo nayo. Mimi nawashauri tu watafute kitu cha kufanya, wafanye biashara, wapambane. Kuliko hayo hivyo. Yani sipendi wanaishi maisha fake sana. Hawana kazi za kufanya. Kuto yani hivyo wanazurura tu, hawana kazi za kufanya. Unafikiri kwa nini wanaamua kuishi maisha fake? Sasa sijajua yani kwa nini, lakini asilimia kubwa wanawake wa mjini naona wanafanya hivyo. Wanafanya hivyo. Yani hivyo wanaishi maisha fake sana. Na hawana biashara za kufanya, yani hawana. Lakini unakuta mtu ana simu kubwa, ana magari, yani hivyo fake. Wana fake maisha.
moja ya kitu ambacho nilikuwa nawaza sana nikataka nikuulize, nikasema sasa, kwa sababu wewe ni mpambanaji mkubwa na watu wengi wanakuheshimu kulingana na mambo yako, harakati zako, wasanii naona wengi wanakurespect. Wewe unataka kuambia nini wakina dada basi angalau wakae kwenye mfumo ambao ni mzuri basi? Wajitume, yani wafanye kazi, natakiwa wafanye kazi, watafute kitu cha kufanya, wafanye biashara, wapambane, waondokane na maisha ya kuombaomba, kudhalilika na nini. Maana umaskini pia sio sifa. Hapo kwenye umaskini naona umecheka. Ulishakupitia maisha kama hayo? Nishawahi kupitia maisha magumu sana. Ilikuwaje? Kwenye maisha yako magumu. Nimepitia vitu vingi, yani nimepitia vitu vingi mpaka naongea hivyo. Nimepitia maisha ya shida sana na nimepitia maisha ya raha sana. Kwa hiyo vyote navifahamu. Tuanze kwanza kwenye shida ilivyokuwa. Kwenye shida Ilikuwaje? Nianze hapana. Basi tuelezee. Najua watazamaji wanakuangalia hapa na wengi wanatamani kujifunza maisha. Kwa sababu unaposikia mshangazi kwa hapa Dar es Salaam unapata picha nyingine tofauti, lakini haiko hivyo kama tunavyodhani. Wewe ni mtu ambaye sana sana uko serious na mambo yako na wasanii, tunaona unashirikiana na wasanii, lakini jina liendane na kitu ambacho labda pengine tungetegemea kwako. Ni kweli kabisa. Ulipitia maisha gani mshangazi? Nimepitia maisha magumu sana, yani hapo kwenye ukuaji wangu tumekuwa kwa shida sana. Ilikuwaje? Baba yetu alifariki nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo najua, yani mama yetu alipata changamoto sana kwenye kutulea. Kwa hiyo najua maisha ya shida yalivyo. Ndio maana mimi napambana sana, yani sitaki maisha hayo. Maisha ya shida. Na hapo awali unasema kwamba baba ndio hivyo alitangulia mbele za haki. Kwa sasa mama alikuwa anawalea nyewe katika mazingira gani? Kwenye mazingira magumu sana, alikuwa anahangaika, yani anafanya biashara ndogo ndogo ili tusome, hivyo tule. Amepitia changamoto nyingi sana. Vingine siwezi kuelezea sana. Ila wanaonijua wanajua. Nilikuwa ni hapa Dar es Salaam. Hapana, mkoani Singida. Singida huko. Kiomboi. Okay, napajua huko Kiomboi. Maana Singida kuna Karakana, kuna Misigiri, kuna Manyoni. Kiomboi sasa. Tumekuwa kwa shida sana. Kwa hiyo sitamanigi hayo maisha tena. Kwa hiyo ina maana ni Mnyaturu au Mnyaramba? Mimi Mnyaramba. Safi kabisa. Sasa umesema maisha ya shida umepitia, lakini kwa tabasamu hilo pia kuna maisha ya raha sasa. Hebu tuingie kwenye raha. Kwenye raha hapo siwezi kuelezea kabisa. Ilikuwaje? Raha za namna gani? No comment. Kwenye raha tuache tu. Yachi nini? Mapati mfululu. Mambo mengi sana. Okay. Sawa. Chino tunaona sasa hivi uko naye karibu sana, na pengine tunaweza kujiuliza kwamba mshangazi ataka aanze kuingia kwenye kuimba au ataka kuanza kuingia kwenye kucheza au ndio meneja? Hapana, siwezi kuimba. Siwezi kuingia kwenye kuimba kwa sababu sijui yani kuimba. Kwa sana sana pale kwa Chino ni nini sana sana huwa unafanya pale? Maana tunakuonaga kama kuna heshima fulani unapewa. Jamani mshangazi amefika. Anaona kama attention inakuwa mameneja wanakuwa busy na nini. Nataka kuwa meneja wake. Utatoboka, sio unajua Chino bobo za Chino wewe. Nataka kuwa meneja wake. Kwa nini umeamua kuchagua Chino umeneji? Yani napenda mziki wake, napenda sana anachokifanya. Napenda sana. Ni mtu namfuatilia sana. Napenda anachokifanya, napenda mziki wake. Pengine watu wangesema labda. Na pia kingine, yani napenda moyo wake, ana moyo mzuri sana yule. Sana. Hasa kwa sababu labda ni mtu ambaye anajiweza, kwani asingesupport hata wanawake wenzake? Sasa wanawake wenzangu kama nani hivyo? Kuna binti wengi wana vipaji, wanafanya vizuri, labda pengine wangehitaji support yako. Nikipenda anachokifanya nitasupport. Nikipenda wanachokifanya nitasupport. Kama wakihitaji msaada. Ni kitu gani ambacho ukipendi kwa mastaa wa Kibongo? No comment. No comment, no comment. Okay. Hebu urudia sasa. Ni kitu gani ambacho upendi kwa mastaa wa Bongo? Ku fake life tu. Nani ana fake huyo? No comment. Naogopa. Hivi uko karibu na Shu? Shu yupi? Shu Salon. Hapana, simjui. Shu? Hapana. Kweli? Kweli simjui. Haiwezekani. Simjui kweli.
Simfahamu kabisa. Mitandaoni huko? Nimeona juzi tu, nimemwona mtandaoni juzi, lakini sio mtu nayemjua. Okay. Nataka nikutajie watu watatu, niambie ikitokea labda ni umbe ambaye unaweza ukaamua kufanya naye kazi hata ya kufanya labda brandi za mambo yako. Doto Magari, Paul Brand na Mwijaku. Paul Brand. Doto utaki? Hapana. Kwa nini? Hamna sababu. Hata Doto? Hamna sababu, si umenipa nichague mmoja. Lakini sasa hivi Doto anafanya vizuri kwenye branding hizi. Haijalishi, mimi ningemchagua Paul Brand tu. Yes, bwana, alikuwa ni Mshangazi, na katika exclusive wameweza kufunguka kwamba yeye sasa hivi yuko karibu na akina Chino na lengo kubwa hasa ni kuweza kusapoti mziki wake, na ikiwezekana mashallah akawa hata meneja wake. Nini komenti yake? Huyu hapa. Fresh. Yaani Mshangazi ngombe kitu kimoja. Hii interview ni kubwa kinoma na utakuja kuniambia. Nikasikia nyepesi tena kwamba una jambo lako Tabata kukutana na Mshangazi. Sasa sijajua wewe sio Mshangazi, ni Mshangazi jina. Sasa na wote ndio umeandaa party. Unataka kutuonyesha nini? Kwa mara ya kwanza Tabata inaenda kusimama. Kuna usiku wa Mshangazi pale Tabata hoteli. Mashangazi wote tunakutana pale. Patakuwa pasito hapo. Vibenteni patakuwa patoshi. Kwa hiyo watu wote wanaotamani kumuona Mshangazi live na mashangazi wengine wa mjini tukutane tarehe 13 ndani ya Tabata hoteli. Mshangazi, kigezo cha kuwa Mshangazi lazima una mwili mkubwa au inakuwaje? Sio lazima uwe na mwili mkubwa sana, lakini kidogo una mwili kidogo, muonekano na pesa. Kwani Mshangazi ni nini? Mshangazi ni mwanamke mwenye hela. Mwenye hela. Sio mnene wao leo. Mnene yani hivyo, nawe na pesa pia. Bwana we. Hayau sasa yamekuu. Tane Tabata. Tabata inaenda kusimama kwa mara ya kwanza. Imeisha. Subiri, hivi Mshangazi, hivi una watoto wangapi? Na watoto 3. Kumbe umeolewa? Tumeachana. Watoto wana 3. Na wote babao ni huyo? Babao mmoja wote. Ni wa kike au wa kike 2, wa kiume 1. Na unaishi nao wote 3? Ndio. Lakini kwa sasa hivi wako shule mkoani. Na kuna watu wanauliza hivi umwili wako ulionao ilikuwaje ukawa na mwili kama huu? Kwa sababu unasikia hapo awali haukuwa hivi. Hapo zamani sikuwa hivi. Nilivyoanza kuzaa ndo mwili unaongezeka na hivyo unaongezeka.